ambayo yametangazwa kufanyika Disemba 9, 2025 likisema yamekosa sifa za kisheria na yanaashiria mipango ya uhalifu unaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Habari kamili inasomwa na Seleman Nambimbi. Katika taarifa iliyotolewa leo na msemaji wa Jeshi la Polisi Tanzania, naibu kamishna wa polisi DCP David Misime, jeshi hilo limesema kuwa hali ya usalama inaendelea kuimarika, huku likiwashukuru wananchi kwa ushirikiano katika kulinda amani. Hata hivyo, polisi imeelezea kuwa ufuatiliaji wa kina umebaini mipango hatarishi inayoratibiwa mitandaoni na kupitia makundi ya watu wanaohamasisha maandamano hayo. Ningependa kuwajulisha kuwa hali ya usalama wa nchi inaendelea kuimarika siku hadi siku. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kutimiza majukumu yake ya msingi, ikiwemo ya kuhakikisha linasimamia uwepo wa amani, utulivu na usalama. Katika hili, jeshi la polisi linatoa shukrani kwa wananchi na wadau mbalimbali wanaoendelea kutoa ushirikiano wa kiwango kikubwa katika kulinda na kuimarisha amani ya nchi. Hata hivyo, kama jeshi la polisi lilivyoeleza katika taarifa yake ya tarehe 3 mwezi wa 12 2025 kwamba upo uhalifu unaoendelea kupangwa na kuhamasishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye makundi ya baadhi ya watu wakihamasisha kile wanachokiita maandamano ya amani na yasiyo na kikomo kuanzia tarehe 9 mwezi wa 12 2025. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu huo unaopangwa, hivyo wananchi msiwe na hofu. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, maandamano hayo yamepigwa marufuku kwa misingi ya sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322, ambayo inataka mtu yoyote anayetaka kufanya mkusanyiko au maandamano kuwasilisha notisi kwa maandishi kwa afisa polisi msimamizi. Yote ambaye ana mpango wa kufanya, kukusanya, kuunda au kupanga mkusanyiko au maandamano ya hadhara anatakiwa kuwasilisha kwa maandishi notisi kuhusu kufanyika kwa mkusanyiko au maandamano hayo kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo hilo, akiainisha yafuatayo: A, sehemu ambayo maandamano yatafanyika au yatafanyikia; B, muda yatakapofanyika; C, madhumuni ya maandamano hayo; na D, maelezo mengine kama waziri atakavyotangaza kwa notisi mara kwa mara kwenye gazeti la serikali. Aidha, kifungu hicho cha 43 kifungu kidogo cha pili kinaeleza kwamba pale ambapo mtu amewasilisha taarifa kwa maandishi kulingana na kifungu kidogo cha kwanza, anaweza kuendelea kuitisha, kukusanya, kuunda au kuandaa mkusanyiko au maandamano hayo kama yalivyopangwa, isipokuwa na mpaka atakapopokea amri kutoka kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo ikieleza kwamba mkusanyiko au maandamano hayo hayatafanyika kama ilivyotaarifiwa. Taarifa hiyo imeelezea kuwa uchunguzi unaendelea kuonesha kuwa wahamasishaji wa maandamano wanapanga mbinu mbalimbali hatarishi, ikiwemo kuwataka watu waliopata mafunzo ya silaha kuzitumia siku hiyo, kusimamisha shughuli zote za kawaida, kuchoma minara ya mawasiliano ili kukatisha huduma, kufunga barabara zinazoelekea na kutoka bandarini Dar es Salaam, pamoja na kufunga mipaka ya nchi. Kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni, wanahamasishana wahakikishe hakuna shughuli yoyote itakayokuwa inaendelea. 3, pia wahakikishe wanaharibu na kuchoma moto minara yote ya mawasiliano ili nchi nzima ikose mawasiliano. 4, wanahamasishana wahakikishe bandari ya Dar es Salaam haifanyi kazi, kwani watafunga barabara zote za kuingia na kutoka bandarini.
5 siku hiyo na kuendelea wanahamasishana wafunge barabara zote za kuingia na kutoka katika mipaka yote ili kuhakikisha hakuna anayetoka au kuingia nchini. Selemani Nambimbi wa EATV. Tukitoka huko tusalie huku ambapo Bwana Kazige Musa mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Partimbo katika wilaya ya Kiteto, Manyara, amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mfawidhi ya wilayani Kiteto kwa tuhuma za kumtoa mtu utumbo kwa kitu chenye ncha kali. Hii ni taarifa ya askari wa mwamvuli Mohamed Chumvi akiwa Kiteto. Mtuhumiwa Kazige Musa